This is Erasmi TV. Please do not forget to subscribe, share, like, and also comment. Do not forget to click the bell icon so you can be the first to receive updates in various events. Mtazamaji wa Erasmi TV, kwa hapa kwa ajili ya kukuletea historia ya kabila la Wangoni. Afrika ya Kusini ina makabila yanayofanya nchi hiyo kuwa na utamaduni wa tofauti na ya kipekee. Kulingana na takwimu, kuna zaidi ya makabila 10 nchini humo ambayo ni pamoja na Zulu, Xhosa, Afrikaner, English, Sotho, Tswana, Venda, Ndebele, Swati. Kila kabila lina historia, lugha na tamaduni zake ambazo zinachangia katika utajiri wa utamaduni wa Afrika ya Kusini. Lakini leo nimekuja na historia ya kabila la Wazulu, ambao ndo hao wanajiita Wangoni. Wangoni ni kabila ambalo linatokea katika eneo la Afrika ya Kusini, hasa katika mikoa ya KwaZulu Natal, yaani mashariki mwa Afrika ya Kusini. Kiongozi maarufu wa Wangoni katika eneo hilo la Natal KwaZulu alikuwa anaitwa Ngungunyane, ambaye kama anajulikana kwa jina la Mfekane. Huyu alikuwa ni kiongozi mzuri sana, hususan katika masuala ya mbinu mbalimbali za kivita. Wangoni katika eneo la KwaZulu Natal walijihusisha na shughuli ambazo mbalimbali zilichangia katika maisha yao ya kila siku na ustawi wa jamii yao. Miongoni mwa shughuli hizo ni pamoja na ufugaji, kwa sababu walijihusisha na ufugaji wao, ufugaji wa ng'ombe, kondoo, mbuzi, kuku na kadhalika. Pia kilimo wa biashara mbalimbali, vita na ulinzi, bila kusahau walitunza mila zao na desturi. Katika kabila hili la Wangoni, licha ya kufanya shughuli mbalimbali katika kukidhi mahitaji yao, lilipitia changamoto nyingi sana ambazo muda mwingi zilikuwa ni hatari katika maisha yao. Zilitokea vita mbalimbali, na chanzo cha vita hiyo ni kama vile ushindani wa rasilimali katika maeneo ya ufugaji na kilimo. Ushindani wa rasilimali ni kama maji na malisho ya mifugo ulikuwa mkubwa sana. Hii ilisababisha masitofahamu baina ya makabila mbalimbali, ikiwemo ni pamoja na Wangoni. Wangoni ni kabila ambalo lilikuwa linafanya biashara na wazungu. Biashara hiyo ilianza kuimarika katika karne ya 19 na ilifanyika hasa katika hapo eneo la Natal KwaZulu na maeneo mengine ya Afrika ya Kusini. Wazungu walikuwa ni wakoloni, walifanya biashara kutoka nchi za Ulaya kama vile Uingereza, Ufaransa, Uholanzi, ambao walifika katika Afrika ya Kusini kwa ajili ya kuanzisha biashara na uchunguzi wa rasilimali. Naam, ziko sehemu mbalimbali walifanya biashara kwa masoko ya mitaa. Hapo biashara ilifanyika katika masoko ya ndani, ambapo Wangoni walileta bidhaa zao kama vile ng'ombe, mazao, bidhaa za mikono. Pili, biashara ilifanyika bandarini kama vile Durban, zilizokuwa vituo vya biashara muhimu, ambapo bidhaa zilipakuliwa na kupakiwa kwa ajili ya usafirishaji. Wazungu walitumia bandari hizo kuingiza bidhaa kutoka Ulaya na kusafirisha bidhaa za Wangoni kwenda maeneo mengine. Katika usafirishaji wa bidhaa hizo zilijumuisha barabara na njia za majini, yani walitumia maboti, mashua na meli. Wangoni walileta bidhaa za kilimo na mifugo kwa wazungu walileta bidhaa kama nguo, silaha
na vyakula vya kisasa. Wakati mwingine Wangoni walifanya mikataba na wazungu kwa ajili ya biashara ya muda mrefu, ambapo walikubaliana kuhusu bei na masharti ya kibiashara. Kwa hiyo biashara kati ya Wangoni na wazungu ilikuwa ni mwendelezo wa kiuchumi na kijamii, ikichangia katika mabadiliko ya maisha ya Wangoni pamoja na mazingira yao ya kibiashara. Ilipofika mnamo mwaka 1820, huu ulikuwa ni mwaka wa Mfekane, kipindi ambacho kilihusisha uhamiaji mkubwa wa makabila mbalimbali katika Afrika ya Kusini, ikiwa ni pamoja na Wangoni. Sababu zilizopelekea kabila hilo kusambaratika: kwanza, vita ndani na mizozo na makabila mengine vilisababisha Wangoni kuhamasika na kutafuta eneo mpya au maeneo ya kuishi. Vile vile mabadiliko ya kisiasa kwani uongozi wa Bwana Ngung'unyane na mabadiliko katika utawala wa ndani yalichangia katika kusambaratika kwa Wangoni. Pia hata uhamiaji wa watu wakati wa Mfekane, makabila mengi yalihama na hii iliwalazimu Wangoni kuhamasika ili kujilinda na kutafuta rasilimali. Na ndio kipindi ambacho ilitokea vita ya Mfekane, ambayo ilianza mnamo mwaka 1815 hadi mwaka 1840, ndani ya karne hiyo hiyo ya 19. Na kipindi hiki kilijulikana kwa uhamiaji mkubwa wa makabila na mabadiliko ya kisiasa, ambapo vita ya ndani ilitokea kati ya makabila mbalimbali, Wangoni, Zulu, Sutu, vilichangia katika kuhamasisha uhamiaji wa watu. Na ambapo kipindi Shaka Zulu, kiongozi maarufu wa Wazulu, alichangia kwa kiasi kikubwa katika kuhamasisha vita ya Mfekane. Ilijenga utawala wenye nguvu na kuanzisha mashambulizi dhidi ya makabila jirani, akilenga kuimarisha mamlaka na kupanua mipaka ya Zulu. Kipindi hicho cha Mfekane kilichangia katika kuanzishwa kwa ukoloni, kwani wakoloni kama vile Waholanzi wa Uingereza walitumiwa kama ni fursa kama ya kuingilia kati na kudhibiti maeneo ya rasilimali kama vile maeneo ya rutuba na madini. Wakoloni hawa walitokea katika maeneo ya rasi ya Tumaini Jema, ndipo walipofika walijipeneza taratibu mpaka walipofika eneo la Wazulu Nato na kunyang'anya rasilimali za Wazulu pamoja na kuwafukuza katika eneo na kuanza kulitawala na kufanyia shughuli zao za kilimo, ufugaji, sambamba uchimbaji wa madini, lakini vile vile na shughuli zingine ziliendelea katika koloni hao. Hali hii ilisababisha Wangoni kukosa sehemu ya kuishi na kuendesha shughuli zao za kilimo kama ilivyokuwa awali. Walianza kujichomeka katika himaya za makabila wengine na kuanza kuleta taharuki ambayo ilizidi kuchangia kwa idadi, yaani koloni la Uholanzi lilijipanua zaidi katika eneo mbalimbali. Na hapo ndipo safari ya Wangoni ilianza kujiengua mdogo mdogo kutokea katika nchini humo Afrika Kusini, ambapo ilikuwa ni mwaka 1820. Kundi la kwanza la Wangoni nchini ikiongozwa na Zwangendaba aliongoza kundi hilo kutokana na maeneo ya Afrika ya Kusini mpaka nje ya kusini, yani Zambia, Zimbabwe, Malawi pamoja na Tanganyika. Sababu za Bwana Zwangendaba kuondoka na kujiondoa katika Afrika ya Kusini kuja katika maeneo mengine kutafuta rasilimali kama vile mahitaji ya malisho bora na rasilimali nyingine, kujiandaa kukwepa migogoro na vita
vilivyokuwa vinatokea katika maeneo yale ya asilia, pia kuimarisha jamii. Walitembea hadi kufika Zimbabwe, ambapo walikutana na kabila la Zimba, ambapo Zangindaba alijaribu kujenga uhusiano na kabila la Zimba, ambapo kulikuwa na mizozo ya mara kwa mara. Hii ilikuwa ni sehemu ya mikakati wake wa kuimarisha nguvu na kuwashawishi Wangoni katika eneo hilo. Wangoni walijaribu kushiriki rasilimali na Zimba, lakini mara nyingi walikumbana na upinzani mkubwa sana. Hii ilichangia katika kuimarisha uhusiano wa kijamii na kiuchumi kati ya makabila hayo mawili. Hata hivyo, Zangindaba na Wangoni Zangindaba na Zimba walikumbana na vita dhidi ya kati yao, na hii ilileta mabadiliko katika ushawishi wa Wangoni na kurithi historia ya kabila la Zimba. Ikumbukwe, Wangoni walikuwa na jeshi imara litambulikwalo kwa jina la Walugaluga. Lilikuwa ni imara la kimbinu lakini na kimapambano. Alipotoka huko Zimbabwe, alipita katika nchi kama vile Zambia na Malawi. Msikilizaji, kabila la Wangoni mwanzo lilianza huko nchini Afrika ya Kusini. Katika kabila la Wangoni kulikuwa na ukoo mbalimbali, ikiwemo ukoo wa Zulu, ukoo wa Swati, ukoo wa Ndebele, ukoo wa Kosa, ukoo wa Tembu, ukoo wa Bomvana, ukoo wa Mpindo, ukoo wa Mpondomize na kadhalika. Wengine walifikiri Zulu ni kabila. Hapana, Zulu ni ukoo. Sasa nakwambia historia ya ukoo wa Zulu. Zulu wa kwanza uliitwa Zulu Kamalandela. Huyu Zulu alikuwa ni mtoto wa mzee Kamalandela. Zulu au Izulu maana yake ni peponi. Kwa hiyo mzee Kamalandela alimbatiza mtoto wake jina la Zulu, maana yake mahala peponi. Sasa huyu Zulu Kamalandela alizaa watoto wawili, mmoja aitwaye Kiabes na mwingine alimrithisha jina la Zulu. Kwa hiyo hao watoto wawili, baba yao alipofariki, walikumbana sana na kugombania madaraka, walipigana sana. Kwa hiyo Zulu alikimbia kwake na familia yake kuanzisha ukoo wake, na huyu Kwabes alibaki pale na kuanzisha na yeye ukoo wake. Kwa hiyo ukoo wa Zulu ukipita katika miaka hadi alipokuja kuzaliwa Shaka Zulu. Shaka Zulu kwa lugha ya Kingoni maana yake ni mdudu waliokuwa wakimtumia enzi hizo kuvuruga uzazi wa kina mama. Kwa hiyo mama alimpa mwanae jina la Shaka Zulu kwa sababu mtoto wake Shaka Zulu alikataliwa na baba yake, alielelewa na mama tu. Kwa hiyo Shaka Zulu alikuwa na hasira moyoni. Kwa hiyo baada ya yeye kuwa na kujiunga na jeshi, akawa mpinzani mzuri wa kuteka katika koo zingine. Koo zilizopiganiwa zilikimbia na kukimbilia Tanzania, Zambia, Malawi na Msumbiji. Kumbuka kuwa Shaka Zulu alifukuzwa kwenye ukoo wa kina Zulu akiwa mdogo, akaenda kulelewa na ukoo wa Mtetwa. Kwa hiyo alipopigana ni ndugu zake ambao ukoo wa Zulu. Kwa hiyo walikuwa wakimbilia Tanzania, ni ukoo wa Zulu original. Lengo lake upigane nao ili ateke uongozi wa ukoo wake wa Zulu, na ulifanikiwa kwa hapa Tanzania. Makao makuu ya ukoo wa Zulu wa makabila la Wangoni ipo kijiji cha Maposeni Piramio. Maposeni ni jina la chief Wangoni, alitokea Zambia. Huyo chifu aliitwa Mpeseni. Jina la Songea limepatikanaje? Ipo hivi. Songea imepatikanaje? Ipo hivi. Huwezi kueleza na kukamilisha historia ya vita ya Majimaji na ukombozi wa nchi ya Tanzania bila kumtaja shujaa wa makabila la Wangoni aitwaye Nduna Songea Mbano, ambaye jina lake lilipewa hadhi ya kuita mji wa Songea kutoka kwa jina la Ndonde. Mwaka 1906 kiongozi huyo alikuwa ni miongoni mwa wasaidizi Nduna 12 wa chifu wa makabila la
Wangoni. Nkosi Chifu Mputa bin Gwezerapasi Gama. Wasaidizi wake wengine walikuwa ni Mgendera wa Maso Gama, Kahongo Magagura, Mtekateka Mayamuya Tawete, Flatala Fusi Gama Manduna. Wengine ni Maji ya Kuhanga, Komba Zimani Moto Gama, Mtepa Hawaya Gama na Nduna Mkomanile, ambaye alikuwa ni mwanamke pekee kuwa Nduna. Nadhani hapo mmenielewa. Kabla ya mwaka 1906 Songea iliitwa Ndonde. Wafuatao ni Wangoni Wazuru waliopigwa na ndugu yao Shaka Zuru na wakaamua kukimbia na vikundi vyao. Wa kwanza kupigwa ni Zwangedaba. Zwangedaba alipigwa mwaka 1819 na Mzuru wa kwanza kubadilisha jina kutoka Nguni hadi Ngoni. Ikawa sasa Wangoni badala wakawa wanaitwa Ngoni. Wote hawa walikuwa chini ya utawala wa Wangoni, ikiwa ngome ya Wangoni. Wangoni wakazaa na Wasukuma ili wazae watoto wengi. Wakaachwa hapo, wakaendelea kuitwa Wasukuma. Hivyo ilikuwa ni damu ya Kingoni. Ilipofika mwaka 1845 Zwangedaba alifariki hapo kwenye mji wa Mapupo wa Wafipa. Hawakutaka wamziki hapo, walibeba mwili wa marehemu Zwangedaba hadi kwenye maficho ya eneo la Chapota jirani na mto wa Nyinaruzi. Baada ya mzee kufariki ikatokea tafurani, wakagawanyika makundi matano. Makundi matatu wakaamua kwenda Malawi na Zambia kwenda kuwa wafuge. Makundi mawili wakaamua kwenda kaskazini maeneo ya Ziwa Victoria, wakakuta Waarabu wanafanya biashara ya utumwa kununua watu. Kwa hiyo Wangoni wakawa wanateka watu wakaenda kuwauza Waarabu. Mafahari wawili hawakai zizi moja, wakaanza kuchapana tena Wangoni kwa Wangoni. Walioshindwa wakakimbilia Morogoro na Mbeya, wengine walikimbilia kaskazini walikotoka mwanzo, wakapitia njia ya Wafipa. Kwa hiyo Wangoni wenye nguvu ndo walibaki hadi leo mkoa wa Ruvuma, na makao makuu yao Wangoni yapo Peramio katika kijiji cha Maposeni. Hadi hapo sema Wangoni shikamoo. Kosa walilolifanya Wangoni kule kaskazini, wakawafundisha watu wa nyanda ya ziwa mbinu za kivita. Baadaye watu wa kanda ya ziwa walichoka utumwa wa Kingoni, wakaanzisha vita ya mbinu zile za Kingoni. Wangoni wakatawanyika sehemu tofauti, wengine walishuka hadi kusini, yaani Songea, na kote walikoingia hawakujitambulisha kuwa ni Wangoni. Wakawa wanajiita kwa kabila wanalolikuta hapo, na majina yao wakaanza kubadilisha na kujiita majina ya wanyama mbalimbali wanaopatikana Tanzania kama vile Sungura, Mbawala, Ngorombo, Punda, Nyani, Kifaru na kadhalika. Kutokana na kabila hili kupita sehemu mbalimbali, wakitokea kusini mwa Afrika mpaka Afrika ya Kati Mashariki, kuna mengi ya kujua. Kimsingi kuna aina mbalimbali za Wangoni. Kuna Wangoni asilia na kuna Wangoni wa kujiita Wangoni wa asili. Ni wale ambao chimbuko lao ni kusini mwa Afrika. Wangoni wa kujiita hawa ni wale wakazi waliokutwa kwenye maeneo na kuamua kujiita Wangoni kwa sababu mbalimbali ambazo walikuwa nazo. Sitafafanua hii. Kwa ujumla yapo mengi sana ya kusimulia juu ya kabila hili la Wangoni, ila kwa leo tujadili mgawanyiko wa majina ya Wangoni. Kwa jumla tunaweza kugawa majina ya Wangoni katika makundi yafuatayo, na mgawanyiko wa majina haya yalitegemeana na sehemu walizokuwa wanafika na kuanzisha maisha yao huko. Kundi la kwanza, Wangoni wa Swazi. Hili ni kundi la Wangoni ambao walipata majina yao wakiwa kwenye ardhi ya Waswazi, ambao walizaliana na
kukutana na wakazi wa hapo, ndipo wakapatikana majina yao. Kwenye kundi hili kuna majina kama Gama, Awete, Chingwe, Magagula, Mswami, Maseko, Nyumayo, Ole, Jele, Mshanga, Masheula, Mkosi, Mlengeni na Malindisa. Kundi la pili, Wangoni, wanaitwa Wangoni wa Tonga. Hawa ni wale miongoni waliopata majina wakiwa kwenye ardhi ya Watonga, na ndipo jina lao lilipobadilishwa kutoka kwenye Ngoni na kwenda Wangoni. Kuna majina kama Makukura, Sirengi, Mtokechi, Mtokeni, Sisa, Mtani, Ngairo, Nguo, Matinga, Kuna, Gomo na Pili. Tukifika kwenye kundi la tatu, hawa wanajiita Wangoni wa Senga. Hawa ni wale Wangoni waliopita majina yao wakiwa maeneo ya mto Zambezi mpaka kufika maeneo ya Malawi. Kundi la nne miongoni, hawa ni Wangoni ambao wanajiita Wangoni wa Karanga. Hawa ni Wangoni waliopata majina wakiwa kwenye ardhi ya Wakaranga. Kwenye kundi la hili kuna majina kama Mbano, Soko, Moyo, Zenda, Newa, Shonga, Shawa, Chiwambo, Hara, Mapara, Mteka na Nyati. Kundi la tano kuna Wangoni wa Sukuma ambao hawa ni wale Wangoni waliopita majina ambao ni wajina waliopata majina yao wakiwa Usukumani na Unyamwezini. Hawa walipewa jina ya watatu kwenye kundi hili. Kuna majina kama vile Chisi, Mtala, Mpepo, Satu, Zinyungu, Chawa na Mzila. Lakini kundi la sita, Wangoni wa Ndendeule. Hawa ni Wangoni waliopata majina wakiwa kwenye ardhi ya Songea. Kwenye kundi hili kuna majina kama vile Ngonyani, Mapunda, Mtini, Milinga, Nyoni, Njewele, Ponera, Luhua, Nongo, Mango, Nyimbo, Umbalo, Kigombe, Wonde, Ndomba, Tindwa, Maginga na Luambano. Kundi la saba kuna Wangoni wa Matengo. Hawa ni wale Wangoni waliochanganyika na kabila la Wamatengo waliokuwa hapo Songea. Kwenye kundi hili kuna majina kama Mchimbi, Nduguru, Komba, Nyoni, Kapinga, Kifalu, Pilika, Yela, Mbele, Kwela, Ndimbo, Mapunda, Ngongi, Mbunda, Kinyero, Nombo na Kumburu. Tunamaliza na kundi la mwisho kabisa ambalo Wangoni Wapangwa. Hawa ni wale Wangoni waliopata majina kutokana na kujichanganya na Wapangwa waliokuwa wanapatikana hapo Songea kabla ya Wangoni kufika kwenye kundi hilo. Kuna majina kama vile Muhagama, Kihwili, Nditi, Kugongo, Njombi, Mangila, Kihaule, Mbawala, Jelekela, Komba, Kayombo, Luena, Mbena, Mwagu, Mlimala, Sanga, Kokoo, Miloha, Kihulu, Chali, Mwinuka, Nyilili, Mkua, Mhonyo, Mkinga, Ngoponda na Gori Yama. Na niwajuze tu, babake Zulu anaitwa Njeri alifia njiani wakati wa kwenda Zambia, waliachana njiani na mwanae. Na baada ya Zwangendaba anaitwa Mshopi alifia njiani na babake Zwangendaba aliitwa Mshopi ambaye alifia njiani wakiwa wanaenda Zambia. Pia ujue kabisa mizunguko hiyo yote hawa Wangoni walikuwa wanatembea kwa miguu. Yaani kipindi cha zamani kulikuwa hamna usafiri wa magari zaidi ya wazungu tu. Msikilizaji, ni kujuze tu, ulikuwa nami kuanzia mwanzo wa story hii ya Wangoni. Mimi ni Vasco Mahundi. Ni Mngoni pia wa kutokea kusini mwa Tanzania, ni Songea, Mahundi moja, Mwabalongo wangu Mulama. Basi mimi nishukuru tu kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo wa story hii mpaka mwisho wa story hii. Basi tionekana kavili likono lengi. Bye bye.